Boni Online TV. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka wizara zinazohusika na masuala ya ajira kusimamia kikamilifu utekelezaji wa sheria zinazolinda nafasi za kazi kwa Watanzania, kwa kuhakikisha kuwa kazi zote zinazoweza kufanywa na Watanzania hazifanywi na wageni isipokuwa zile zinazohitaji utaalamu ambao nchi ina upungufu wake. Aidha, waziri mkuu amekemea tabia ya baadhi ya wamiliki wa nyumba kupangisha raia mmoja wa kigeni na kuruhusu mpangaji huyo kupangisha watu wengine ndani ya nyumba hiyo, akisema kuwa kitendo hicho ni hatari kwa usalama wa nchi na hakina tija kiuchumi kwa Mtanzania. Dr. Mwigulu alitoa kauli hiyo jana Januari 14, 2026 wakati akifungua kikao cha mawaziri, naibu waziri, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu wa wizara za kisekta kilicholenga kujadili fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Alisema agizo hilo lililenga kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania kufuatia ongezeko la wageni waliojihusisha na kazi au biashara ambazo zinaweza kufanywa na wananchi ndani ya nchi. Haya ni ambayo aliyazungumza siku ya jana waziri mkuu. Tumekuwa too lenient, tumelegeza mno masharti kwamba hata shughuli ambazo zinaweza zikafanywa na Watanzania tunaruhusu wageni wafanye. Ukifanya kinyume chake, kazi za aina hiyo hiyo ukiwapeleka Watanzania kwenye nchi hizo hizo ambazo sisi tumepokea wananchi wao, Mtanzania hawezi kupata kazi. Sasa haya tusioneane aibu. Kama tumefungua sana mlango, wataalamu mbainishe maeneo hayo. Kama tumelegeza sana sheria, mbainishe maeneo hayo, tufunge. Lakini kama nchi na kama serikali lazima tujenge uwezo wa ndani na kuwajengea Watanzania uwezo wa kuweza kufanya kazi za aina hiyo. Ukienda kwenye kazi za ndani, tulitunga sheria, na sisi si wa kwanza kutunga sheria za aina hiyo. Kila nchi huwa ina utaratibu wa kulinda ajira za watu wake, kuwalinda watu wake. Kwa hiyo na sisi tumetunga sheria inahusiana na ajira rasmi. Maeneo mengine tumeweka kwenye masuala ya vibali, namna ya vibali vinavyotoka, na inaenda mpaka kwenye ajira zisizo rasmi, zile ambazo ziko kwenye watu ambao wanapambana kuzirasimisha, na zingine za sekta binafsi. Tulitunga sheria hiyo. Lakini kumekuwepo na wimbi kubwa la wageni, na inawezekana wale aidha wenye viwanda, wawekezaji wakatupiga pressure ya kutupeleka kwenye kona. Boni Online TV.